Israel imethibitisha kumuua Mohamed Odea, kiongozi mpya wa tawi la kijeshi la Hamas huko nchini Gaza. Mohamed Odea alikuwa ni nani? Huyu alikuwa ni mmoja wa viongozi wakuu wa Hamas kwa muda mrefu. Kabla ya kuuawa kwake, alikuwa mkuu wa ujasusi wa kijeshi, yani military intelligence wa Al-Qassam Brigades. Israel inadai kuwa alikuwa mmoja wa wapangaji wakuu wa shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023. Aliteuliwa kuwa kiongozi mpya wa jeshi la Hamas Gaza mnamo Mei 18 mwaka 2026, ikiwa ni siku chache tu baada ya kuuawa kwa kiongozi wake wa awali, na alikuwa kiongozi wa 5 wa Hamas wa Gaza tangu vita vianze. Kilichotokea ni kwamba Mei 26 mwaka 2026, Jumanne jioni, Israel ilifanya shambulio la anga la airstrike katika eneo la Rimal huko Gaza City. Shambulio liligonga jengo la makazi, na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Waziri wa Ulinzi wa Israel Katz walitoa tamko pamoja likithibitisha kuwa walishambulia na kumuua Odea. IDF ambalo ni jeshi la Israeli na Shin Bet walithibitisha kuwa shambulio lilifanikiwa baada ya kufuatilia harakati zake kwa miezi kadhaa. Netanyahu amesema kwamba tumemshambulia Mohamed Odea, kiongozi wa tawi la kijeshi la Hamas na mmoja wa wapangaji wa mauaji ya Oktoba 7. Kiongozi aliyemtangulia Odea alichukua nafasi ya Izz al-Din al-Haddad ambaye aliuawa na Israeli mnamo Mei 15 mwaka 2026, siku 11 tu kabla ya huyu kufariki. Hii inamaanisha Israeli ilimuua kiongozi mpya wa Hamas ndani ya siku chache tu baada ya kuteuliwa. Madhara ya shambulio hilo ni kwamba Gaza Health Official wanasema watu 3 hadi 6 waliuawa na wengine zaidi ya 20 wamejeruhiwa. Baadhi ya ripoti zinasema kwamba Odea aliuawa pamoja na mke wake na wanaye. Shambulio lililotokea usiku kwa mkia Eid el-Adha, wakati wakazi walikuwa wakijiandaa na sikukuu. Hii ni sehemu ya mfululizo wa Israeli kuwaelimisha viongozi wakuu wa Hamas tangu Oktoba 7 mwaka 2023, ambaye ni Yahya Sinwar, Mohamed Sinwar, Mohamed Deif, Ismail Haniyeh, Izz al-Din al-Haddad na sasa ni Mohamed Odea. Hamas bado hajatoa tamko rasmi la kuthibitisha kifo cha Odea hadi kufikia Mei 27 mwaka 2026 muda huu, lakini vyanzo vingi vya ndani na vyombo vya habari vinaripoti kifo chake. Hali ya sasa ni kwamba vita bado vinaendelea nchini Gaza licha ya mazungumzo ya mapatano ya kusitisha mapigano. Shambulio hili linaweza kuongeza mvutano wa kuharibu juhudi zozote za amani nchini humo.